karibu katika kipindi chetu pendwa cha The Pharmacist Show. Leo tunazungumzia kati ya tofauti ya dawa za mitishamba na dawa za hospitali. Watu wengi wanatumia dawa zote aina mbili kwa pamoja, lakini hawajui faida zake, madhara yake na tahadhari gani wachukue kabla ya kuzitumia. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki tujifunze kwa pamoja. Dawa za hospitali ni dawa ambazo zinatengenezwa kisayansi katika maabara na kufanyiwa majaribio mbalimbali ili kuthibitisha usalama na uwezo wa kutibu magonjwa. Dawa hizi hutolewa na kushauriwa na wataalamu mbalimbali wa afya kama madaktari, wauguzi na wafamasia. Mfano wa dawa za hospitali ni kama dawa za presha, dawa za sukari, antibiotiki, dawa za fangasi na kadhalika. Faida ya dawa za hospitali ni kwamba kiwango cha dawa, madhara yake na faida yake yanajulikana mapema na kufuatiliwa kwa karibu. Dawa za mitishamba ni dawa ambazo zinatokana na mimea, mizizi, magome ya miti na viungo vya asili. Dawa hizi zimekuwa zikitumika tangu zamani katika jamii kutibu matatizo mbalimbali kama tiba ya jadi. Dawa hizi zimekuwa zikitumika katika kutibu mafua, magonjwa ya pumu, kikohozi na kadhalika. Tofauti ya dawa hizi. Tofauti ya kwanza ni namna zinavyotengenezwa. Dawa za mitishamba ni dawa ambazo zimetokana na kurithishwa kutoka katika jamii fulani hadi jamii nyingine. Na dawa za hospitali ni dawa ambazo huthibitishwa kisayansi na kufanyiwa majaribio kabla ya kupewa mgonjwa. Tofauti ya pili ni kiwango cha uthibitisho. Dawa za hospitali zimethibitishwa usalama wake kuanzia katika matumizi, dozi na jinsi gani ya kuepuka madhara yake. Kwa upande wa dawa za mitishamba, si zote ambazo zimefanyiwa uthibitisho katika ufanisi na matumizi yake. Tofauti ya tatu ni udhibiti. Dawa za hospitali huhakikishwa na mamlaka za serikali ili kuhakiki ubora na usalama wake, lakini dawa za mitishamba hutofautiana kulingana na namna zinavyohifadhiwa na kuandaliwa. Je, dawa za mitishamba ni mbaya? Sio kweli. Sio kwamba dawa zote za mitishamba ni mbaya, kwa sababu baadhi ya dawa za kisasa zimetokana na dawa za asili zilizotumika katika tiba za jadi. Hata hivyo, changamoto ni kwamba baadhi ya dawa za mitishamba hutumia bila kujua kiwango sahihi cha dawa au madhara yake. Ndio maana tunashauri kabla ya kutumia dawa yoyote, onana na mtaalamu ili kuepuka madhara. Unapoumwa, usitumie dawa bila ushauri sahihi. Usitumie dawa za mitishamba kama hujui chanzo chake na usalama wake. Na usichanganye dawa za mitishamba na hospitali, kwa sababu baadhi ya michanganyiko huleta madhara. Afya ni muhimu sana, hivyo maamuzi kuhusu matibabu yanapaswa kufanywa kwa uangalifu na kwa taarifa sahihi. Karibu katika kituo chetu cha Royal Polyclinic kilichopo Ilala Bungoni kwa ushauri zaidi. Na pia usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video hii ili upate notification kwa ajili ya vipindi vyetu vijavyo.